Haikuwa ni rahisi kwa viongozi wa serikali na wananchi wilayani Kiteto na Mbulu kujizuia kulia wakati wa mazishi ya Teresia Askwari Matia miaka 38. Huyo alikuwa ni mwalimu bingwa wa somo la lugha ya Kiswahili katika mitihani ya taifa shule ya msingi la Laker. Shule hii ilijengwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China mwaka 2011 kati ya shule 3 hapa nchini zilizojengwa za mfano. Lakini Mungu atajaza nafasi hiyo. Usiogope. Niwape pole familia, lakini niwape pole Wanambulu. Mlituletea watu wazuri na sisi tumekaa nao, lakini Mungu anawapenda zaidi. Mtie moyo mwalimu mkuu wetu ndugu Emmanuel Sanga. Tuko pamoja katika wakati huu mgumu. Yuda alipomlilia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya roho za ndugu zake, alitegemea huruma ya Mungu, kwamba licha ya kwamba wao ni wanadamu walikuwa na mazuri yao. Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Kiteto, Christopher Parmets, ameeleza alivyoguswa na msiba huu, huku afisa elimu wa wilaya ya Kiteto aliyemwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo akisema amekuwa akifanya katika wilaya yetu na kuimarisha wilaya ya Kiteto. Ndio maana mnaona umati mkubwa wa Kiteto umekuja hapa. Ni kwa sababu ya upendo wake na familia yake kwetu sisi. Tunawapa pole sana wanafamilia, ukabidhi familia mkono wa pole wa mwajiri kutoka halmashauri ya Kiteto. Bwana Metoro, Bwana Leto. Akisoma wasifu wa marehemu, ndugu wa karibu wa familia hiyo Celestine Mabojola amesema, huku mume wa marehemu huyo Emmanuel Sanga akielezea namna maisha yao yalivyokuwa. Teresia Askwari Matia alizaliwa mnamo tarehe 7 mwezi Septemba 1984 katika kijiji cha Halsha kilichoko Bashai katika halmashauri ya wilaya ya Mbulu vijijini. Huyu mwanamke ni muhimu sana kwangu mimi. Na yamkini kuna watu wanaweza kusema ujasiri kautoa wapi bwana kuzungumza mke wake anaenda kuzikwa. Aisee, Mungu ni ajabu sana. Mungu amenipa ujasiri huu na nilikuwa na uomba toka mke wangu amefariki. Lazima hili nilithibitishie umma wa wasiojua maisha yangu mimi na Teresia. Mwisho ni muombe msamaha mke wangu kama kuna mahali nimkosea. Naomba anisamehe. Mazishi haya yamefanyika kijiji cha Bargesh, kata ya Bargesh, wilayani Mbulu, mkoani Manyara. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.